Asante sana Mardadi. Na ndugu brother mpenzi mtazamaji, huku basi ikiwa ni kwenye mwanzo wa sinema, hebu tukuingirie sasa basi ukipenda kwenye sehemu ya pili ya picha yetu, The Last Templar. Hii basi ni baada ya kukuandalia sehemu ya kwanza ya The Last Templar, na this time round nimekuja basi kukuandalia sehemu ya pili ya picha yetu, The Last Templar. Speak Turkish? Na ikiwa ni kwenye mwanzo wa sinema, hebu tukuingiria sasa kwa upande wa Bondra Mtake. Mahali ambako tunakuja kupata manzi ambaye hapa basi ya starring kwenye sinema, manzi mwenye wanajulikana kama Verbas kupenda Tess Chekina. Totally useless. Mwenyewe ndio huyu. Thanks for coming. Harakadhalika basi wameweza kuandamana na Sean Daly. Huyu na yeye ni mwana FBI agent. Na kwa basi walikuja kupokelewa na huyu J. Huyu nyabana ambaye hapa basi amekuvalia suti ya red. Huyu sasa na yeye ni mwana FBI. Lakini yeye anakanga huku pande wa Turkey. Na ndiye namba hapa basi alikuja kuwapokea kina jamaa wetu Sean Daly wakiwa na manzi wetu Tess Chekina. If you need anything, you know where to reach me. Na kwa hivyo basi alikuja kufahamisha, mkiwahi weza kuhitaji usaidizi, namba yangu ndio hiyo. Muweza kunirudia mawasiliano, na kwa hivyo hapa basi nitaweza kuwasaidia. Okay. Bye, Sean. Alright, walikuja sasa kuonyeshwa gari na ambalo hapa basi watakuwa wanatumia hela zenye wezi, wakafahamishwa. All the best manzi. Are all your friends like All the best. that? Okay. Mkitafuta vitu na ambazo zimeweza kuwaleta hela zenye wezi. But Kumbe sasa manzi wetu na yeye Tess Chekina. Yes. Kitu na ambacho kimeweza kumleta area zenye wezi ni kuweza kutafuta maandishi ya zamani. Maandishi na ambayo inaaminika kwa maana kweti imeweza kufichwa area zenye wezi. Na kwa hivyo manzi wetu Tess Chekina kama mwana archaeologist ni majukumu yake kuweza kutafuta hiyo maandishi mwanzo na Amerika. Kuna maandishi ambayo inafaa kuwa kwenye Biblia, maandishi ambayo hapa basi imeweza kufichwa area zenye wezi ukupanda watake. Na ndio maana unaona manzi wetu Tess Chekina Fine. ako area zenye wezi kuweza kutafuta hapa basi ile script na ambayo inaaminika kwa maana kweti kuna yale maandishi. Lakini kwenda kuchomoka, kuna kakijana kari kuingiria sasa na GPS tracker. Kakijana ile GPS tracker kakaweza kuisunda kwenye gari la kina jamaa wetu Tess Chekina design kama hiyo. Manzi wetu kusema ni kuchomoka wakiwa na jamaa wetu Sean Daly. Kumbe ile GPS tracker imeweza kutumana na nani? Blanket. Mwenyewe ndio huyo. Kakaweza kukapea kakijana finje, kakafahamisha kijana uweze kunyamaza. Na kwa hivyo yule muwachi kwa jina la Blanket akaweza kuwafuata kina manzo wetu Tess Chekina wakuwa na jamaa wetu Sean Daly shasha. Kumbe sasa na yeye manzo wetu panda wa kuendesha magari karibu uweze kuwaongesha kwenye road design kama hiyo. Manzo wetu analipeleka lile truck kama gari la mirado go brother mpenzi mtazamaji. Kule mtaani pande watake chaki jinsi ambayo hapa basi lile gari lao linaweza kupelekwa shasha. Manzi wetu anapeleka lile gari design ya gari la mirado huko brother mpenzi mtazamaji. Watu mtaani wanashangaa kwani hawa ni akina nani? Vaparai wewe. Endo shani gari pole bwana. Lakini manzi wetu Tess Chekina atake kujua. Na upande wa nyuma wameweza kufuatwa na Blanket. Cheki vile namba vya hapa basi na wanatazama kwenye ile GPS tracker. Blanket anawatazama kwenye ile GPS tracker. Mtazamaji, manzi wetu Tess Chekina amekuja area zenye wezi kutafuta manuscript. Script fulani ambayo hapa basi iliweza kufichangwa na matempora zero zenye wezi nyakati za zamani. Kumbuka hii basi ni kwenye sehemu ya pili ya picha yetu The Last Templar. Kama hujaweza kutazama sehemu ya kwanza, uweza kwenda utazame sehemu ya kwanza ndio uweze kuelewa picha yetu The Last Templar. Kwa basi manzi wetu Tess Chekina wanakuingiria hapa basi area zenye wezi waweza kuingiria mahali na makwenda julikana kama Verbas kupenda Fonsalis. Kuna place fulani najulikana kama Verbas kupenda Fonsalis, mahali namba kuinaaminika kwa maana kwa Templars waliweza kuficha ile script
na ambayo inaaminika kwa maana kweti ilikuwa inafaa kuwa kwenye Biblia. I care if you're wearing boxers or briefs. Lakini hawana habari, wanafuatwa na muuaji fulani kwa jina la Plunkett. Muuaji na ambaye nishakufahamisha ameweza kutumwa na mafadha. Never mind. Mwanzo ile script na ambayo wanatafuta iko na maandishi na ambayo hapa basi inaweza I can't get it. kupingana na maandishi na ambayo iko kwenye Biblia. Inaaminika kwenye yale maandishi Are you sure you know? iko na ukweli. Vile ambavyo hapa basi maisha yake Yesu Kristo alikuanga, vile ambavyo hapa basi watu wanafaa kuabudu kinyume na vile vitu ambazo hapa basi ziko kwenye Biblia. Na ndio maana unaona mafadha, mapriest na watu wengine wakubwa kwenye kanisa wameweza kutuma wauaji areas nyewezi waweze kuja kusambaratisha ile mission ambayo hapa basi manzi wetu wako nayo areas nyewezi. Lakini manzi wetu na yeye Tess ameweza kufuatwa na huyu Sean Diddy mwanzo. Sean Diddy na yeye ni mwana FBI na ako kwenye process ya kuweza kutatua kesi ambayo hapa basi naaminika kwa maana kweti kuna wizi ulifanyika kwenye museum na ikapelekea kuuawa kwa wanapolisi kadha wa kadha, na ndio maana ambayo hapa basi unaona jamaa wetu Sean Diddy ako kwenye hii mission mwanzo, anataka kumkamata Bill Vance. Na kwa basi mwanzo wetu alikuja hapa basi mahali na makoni aminika kwa maana kweti wakati wa zamani kuna town ilikuwa ngairos nyewezi, town ambayo hapa basi ilikuwa inajulikana kama vile basi kupenda Fonsaris 100 years ago. So jamaa wetu namuuliza Vavarai, mimi ni gani natafuta? Wewe na wewe na eti unaamini kuna maandishi kwa ile zenye wezi Vavarai? Okay. Eti hapa sasa wakati wa zamani kulikuanga na tauni. Unajua mtu kianza kuvuta bangi, madhara ya bangi naanzanga kuonyeshana pole pole Vavarai. The Templars. Lakini mwanzo wetu namfahamisha Vavarai, hii mambo huwezi ukaelewa. Hii ni mambo ya kia archaeologist. How would they Sisi wana sayansi ndio tunaweza tukaelewa mambo kama hii Vavarai. under Ottoman rule? So the name would just be in Turkish, but Imam must have translated. Hapa ndipo mahali na ambako Fonsaris inafaa kuwa. Clever Templar. So, okay, so Fonsalis, Means well and willow. which translates to, So you just make kuyu in Turkish. which is where? It should be right here. Mwanzo namwambia Fonsaris inafaa kuwa hapa bwana. Fonsaris inafaa kuwa hapa. Lakini Rutikando Plunkett anawachungulia design kama hiyo. Plunkett mwenyewe ndiye huyu nishakufahamisha dogo brother mpenzi mtazamaji, ameweza kutumwa na uongozi wa makanisa aweze kusambaratisha mission yake manzi wetu Tess Chekina. Nikubasi manzi wetu baada kukosa ile town ya Fonsaris wali kuingilia huku mtaani sasa. Sasa jamaa wetu na anashangaa, wewe Vavarai. Eti umesema hiyo place inaitwa Fonsaris. Wacha niulize yu mudhe. So you chisme koyu? Wewe mudhe, unajua Fonsaris? The village has been in ruins. Lakini mudhe na yeye ameweza kuvuta misokoto kadha wa kadha ya bangi na kwa hivyo yeye akoma hairi. Mudhe hataki kuwazungumzia na wao. Americana, Mudhe, dunyo morada. umeona mtu ambaye anajiita Bill Vance? Kwenda huko. Well, maybe it means if Msikuja kuniuliza maswali za ujinga. town you're looking. Ja Rastafari. Mudhe ameweza kukua hairi mwanzo. Ameweza kufusukota misokoto kadha na kadha ya bangi. Same information from the same scroll. After that, it's experience, smarts, and gut instinct. Sasa mwanzo wetu ako na kibarua. Anatafuta town ambayo hapa basi imeweza kuishi miaka mingi sana tena zaidi ambayo hapa basi iliweza kupita. Hiyo sasa town kwa jina la Fonsaris ndiye manzi wetu Tess Chekin anaweza kutafuta. Manzi wetu Tess Chekin anatafuta town ya Fonsaris, lakini jamaa wetu naye anamfahamisha Vavarai, unaendesha gari bana, unapeleka gari mbio sana bwana. Good, thanks. Hii gari itaweza kuharibu. Hit a rock. Mimi siwezi nikaharibu gari. What happened? Lakini punde si punde hoi. Mwanzo wetu najicheza vile ambavyo hapa basi aweze karibu gari. Lakini hapa basi punde si punde mwanzo wetu aliweza kupiga rock. Aliweza kupiga mwamba design kama hiyo na ile gari likaweza kuharibika. Na kwa basi jamaa wetu Sean Diddy alikuja basi kutengeneza ile gari mwanzo nasikia. Relent? Yeye ndiye mwanaume tu ile zenye alikuja kufahamisha Vavarai. Uweza kukunywa maji tuweze kuendelea na safari.
Manzi wetu akona kibarua mwanzo. We're getting too personal. Ile town na ambayo anatafuta Dad killed himself. ilikuwa ina exist miaka mingi sana tena zaidi. Sasa tuko kwenye mwaka wa 2025, lakini manzi wetu anatafuta town na ambayo hapa basi ilikuwa inaishi mwaka wa 1201. Imagine. See to him that I... Karibu zaidi ya miaka 1000 ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ile town naamini kama na kwetu hapa basi ilikuwa mkabara wa mlima fulani, na kwa hivyo manzi wetu anaamini ile town iko papa hapa area zenye wezi kwenye hii desert. Oh, wow. Na kwa basi waliamua hapa basi waweze kutulia area zenye wezi, waweze basi kubalizia siku yao area zenye wezi. Ndipo asubuhi na mapema uweze kuendelea na safari yao hapa basi kuweza kutafuta town ambayo hapa basi ilikuwa inaishi wakati wa zamani sana tena zaidi ukupanda wa Fonsariza. Lakini rutikando nako New York in a few days. priest Father kwa jina la Dr. Raymond mwenyewe ndiye huyu shasha. Aliona Plunkett ataweza kumaliza hicho kibarua akiwa peke yake, na kwa hivyo basi akaamua yeye mwenyewe aweze kuingilia kupanda kwa take kuchomoka kurupanda wa United States of America, akakuingilia moja kwa moja mpaka kurupanda kwa take aweze kushirikiana na yule Plunkett waweze kuwasimamisha hama basi kuweza kusambaratisha mission yake manzi wetu Tezo Chekina. Hey, Sean. So every time you say my name, you get a... Sasa zishakuwa nyakati za jioni, na kwa basi manzi wetu Tezo Chekina itabidi wameweza kutulia area zenye wezi na jamaa wetu Sean Daly mpaka nyakati za asubuhi, na waweze hapa basi kuendelea na mission yao ya kuweza kutafuta hapa basi ile town ya Fonsariza. Mari na mako inaaminika kwa maana kweti ile maandishi ama basi kupenda ile script na ambayo iliweza kuandikwa na Templars Temper's flare. iko area zenye wezi waweze kuendelea hapa basi na mission zikikuwa ni nyakati za asubuhi. Look at the dumb is wrong. Unasikia yale ni maandishi na ambayo iko na maisha halisia ya Yesu Kristo. Maandishi na ambayo inaelezea ukweli wa maneno kuhusu dini ya Kikristo. Hiyo ndiyo maandishi na ambayo hapa basi imeweza kufichwa area zenye wezi mwanzo. Wenye kuificha Being single? waliweza kutishiwa na uongozi wa kanisa mwanzo. Ingeweza kuweza hapa basi ile script ingeweza kuonekana hapa basi na wale yani na General Public, huenda ingeleta kutoelewana na ikaelekea watu hapa basi kutoamini dini ya Kikristo. Send out the troops. Yeah, dude. Sasa jamaa wetu na yeye kwenda kuchomoka, mwanzo wetu tumfahamisha babarai. Yeah. Si tuko mimi na wewe huku. Sasa unataka kuenda hapa basi uweze kuniacha ovyo ovyo. I forgot what I was going to say. Babarai. Kwa mwanaume bwana. Unataka kuchomoka niweze kuniacha peke yangu? Babarai. Show me that you're a gentleman. Show me that you're a gentleman. Na kwa basi jamaa wetu Sean Daly aliweza kumkamata manzi wetu Tezo Chekina zeni kama yakaweza kumpea busu manzi. Na yeye manzi wetu kumfahamisha babarai. Bas. Manzi wetu Tezo Chekina alikadharikabisha na jamaa wetu Sean Daly. Waliamua kuja kufanya utafiti shasha. Waliamua kuja kufanya experiment. Wakakuja basi wakachukua litmus paper ndizani kama hiyo, wakakuja kuifanyia experiment. Ina maana basi wakakuja kujua inakuwaje 1 + 1 is equal to 2 ama is equal to 3 babarai. Jamaa wetu Sean Daly. Lakini rutikanda wakifanya experiment, Father Dr. Raymond alikadhalika basi na yule muuaji kwa jina la Plunkett wanawachunguria, wanawatazama kule rutikanda dogo brother mpenzi mtazamaji. Yani babarai mnataka kutafuta script na ambayo tunajua vizuri sana tena zaidi ikianguka kwenye mikono ya watu, ikianguka kwenye mikono ya raia,
watu wataacha kuamini kwenye Ukristo mwanzo. Ile script inaaminika iko na uhalisia, lakini manze wetu zikiwa ni nyakati za asubuhi kuweza kutazama, akaona ule mlima ambao hapa basi uweza kusoma kwenye maandishi kwamba na kuetia hapa basi ile town ya Fonsaris imeweza kufunikwa na hapa basi ukipenda na volcanic eruption ya ule mlima shasha. Akamfahamisha jamaa wetu Vavarai, chomoka tuweze kwenda, nishaweza kugundua ile town ya Fonsaris iko wapi. Manze wetu akakumbuka aliweza kusomanga kwenye maandishi kwamba na kweti mkabala wa mlima fulani kuru upande wa Take ndipo tauni ya Fonsaris ilikuanga. Fonsaris is here. Fonsaris imekuwa hapa. Volcanic ash and sediment. Volcanic ash and sediment ziliweza kufunika ile tauni ya Fonsaris. Ile tauni ya Fonsaris imeweza kufunikwa hapa basi na volcanic eruptions area zenye wezi. Tauni na moja hapa basi imeaminika kwa maana kwa hapa basi ilikuwa inaishi miaka 1000 na moja hapa basi imeweza kupita. Inaaminika ile tauni iliweza kufunikwa na eruption ya volcanic area zenye wezi. Na kwa basi manzi wetu walikuja kuchimba hapa basi area zenye wezi. Sanya mwetu kama waliza Vavarai. Get involved like that. Wajua usiku. Is it? Sijui kulikuwa namna gani lakini kuna mambo yaliendelea. Niliona litmus paper ikigeuka ikakuwa red. Nikajua bas. I don't know. Kuna vitu ambazo ziliendelea bwana. Figured that out yet. Inakuwaje? Unaona hii mambo namna gani? Tufanye hiyo maneno usiku tena, maana unaona namna gani bwana? Namna gani? Unless it matters. Hiyo experiment mimi naona kai kukamilika. Unaonaje? Tufanye experiment usiku tena. Manzi wetu akafahamisha wewe kwanza tufanye kazi Vavarai. Zikifika ni nyakati za usiku tutaona vile ambavyo hapa basi mambo itakuwa hapa basi imezindi kuporea. I have issues with being buried alive and sasa jamaa tunaye namwambia Vavarai, unaona maisha ambayo imenileta sasa? FBI? Imagine tuweze kuzikwa area zenye wizi. Eti sasa tunatafuta ka kitabu fulani na ambako kameandikwa eti eti maandishi, eti maisha ya Yesu Kristo, eti nini? Vavarai. Lakini manzi wetu anamfahamisha Vavarai, imagine watu wameishi kufichwa ukweli mpaka kanisa inatuma wauaji, inatuma vitu mingi sana tena zaidi ndiposa waweze kuficha hii ukweli. He was dead. Lakini mjamaa wetu yeye hataki kujua hivyo. Mjamaa wetu yeye ni mwana FBI na ameweza kuleta errors zenye sio mission eti ya kutafuta ile script eti yeye anataka kumkamata Bill Vance mwanzo. Anajua vizuri sana tena zaidi. Hata Bill Vance atakuingilia areas zenye wezi mwanzo. Anataka kutafuta hapa basi kupenda ile script. Yeah, I'm sure. Nikifutima wetu basi anamsaidia manzi wetu ndiposa hapa basi wakati na ambao hapa basi wataweza kupatana na Bill Vance waweze kumkamata shasha. Lakini wakichimba waliweza kusikia kitu shasha. Is a roof tile of a house. Manzi wetu kamfahamisha hii ni mabati Vavarai. Look at this. Town iliweza kufichwa hapa. Hii ndio mabati. Tumeweza kupata Fonsaris bwana. Waliweza kufurahia design kama hiyo lakini hawana habari kwa maana quite Ruti Kando. That's my girl. Kumbe Bill Vance na yeye akomta. Bill Vance ashaweza kufika area zenye wezi shasha. Manze wetu na wao sasa washaweza kufukua ile town ya Fonsaris. Unasikia hapa basi hii town iliweza kuishi miaka mingi sana tena zaidi namba hapa basi iliweza kupita. You get the na imeweza kufunikwa na mchanga design kama hiyo. Ikaweza kuzikwa design kama hiyo. Lakini manze wetu Teza Chekina leo hii washaweza hapa basi kupata ile town na kwa hivyo ni wakuingiria kule pande wa nani waweze kutafuta hapa basi ile script na ambayo hapa basi inaaminika inaelezea maisha halisia ya Yesu Kristo, inaelezea vitu namba ziko kwenye Biblia. Kumbe jamaa wetu na yeye
aliweza kuanguka ndani design kama hiyo. Mwanzo wetu namuuliza barabara iko sawa? Nakuja sasa hivi. Mwanzo wetu Tez Chekina kadhalika basi na jamaa wetu Sean Daly wakaweza kukuingilia kule upande wa ndani shasha. We're alive. Not very alive. No more issues, right? Right. Cool. I don't get it. How has survived? I bet you it's like Pompeii. Ash covered everything, suffocated those who couldn't get away. Sasa mwanzo wote akakuja kumfahamisha Bavarai. Nimeweza kuishi kwa miaka mingi sana tena zaidi. Hii ni town na ambayo imeweza kumaliza mamia na mamia ya miaka Bavarai. How about a little... Na kwa hivyo itabidi tukue careful. Na rule number 1 ya archaeologist. You want to hear from sympathy? Okay. My dad Don't destroy anything. was 9. Wakakuja sasa hapa basi kufungua milango namba ya hapa basi ilikuwa ngaira Nyawezi. Wakafungua mlango. Hoi. Na ingora na yeye alikuwa ngaira Nyawezi miaka 100 namba yani miaka 1000 namba ya hapa basi iliweza kupita. Mwenyewe ndio yameanguka. Unasikia hii town imeweza kuishi, iliweza kufunika ngo area za Nyawezi zaidi ya miaka 1000. Are they trying to get in? Get out, I think. Mpaka unaona mizoga ya watu namba hapa basi wameweza kukufa huko iko area za Nyawezi. Hey, with any luck, that tunnel might lead us straight to the church. Yeah. Wanataka kukuingilia kwenye kanisa namba hapa basi imeweza ilikuwa kwenye hii town. Can I tell you after we... Kanisa namba hapa basi naamini kwa maana kwa hapa basi wenda ile script imeweza kufichwa area zenyewe hizo shasha. Steps of the Templars. And why did the Templars come here? That... Inaaminika matemplars And I will be the ones telling it. waliweza kukuingilia area za Nyawezi na kadhalika basi kisha hatimaye wakaweza kuficha ile bidhaa area za Nyawezi baada ya kuvamiwa na uongozi wa kanisa, baada ya kuvamiwa na uongozi wa Kikristo miaka mingi sana tena zaidi na hapa basi iliweza kupita. Templars waliona ni vizuri waweze kuhifadhi maandishi arisia, wakaweza kuepa na ile script To the original scroll. na inaaminika hii ndiyo mahali pa mwisho waliweza kupatana, yani waliweza kuonekana Templars. Inaaminika Templars wa mwisho waliweza kukufia area za Nyawezi na kuna uwezekano kwamba na kuiti ile script namba hapa basi walikuwa wanaichunga waliweza kuificha area za Nyawezi mwanzo. Kanisa haikutaka ile script iweze kupeanwa kwa maraia waweze kujua ukweli wa maneno. Lakini leo hii manzo wetu Tez Chekina ako kwenye mission ya kuweza hapa basi kutafuta ile script namba ya hapa basi naamini kwa maana kwa hapa basi iliweza kufichwa area za Nyawezi na Templars namba hapa basi walikuwa wanaekea ulinzi kanisa namba hapa basi hatimaye iliweza kuageuka. Kanisa iliweza kuhitaji, kanisa ilitaka kuweza hapa basi kuficha ama basi kupenda kuharibu ile script ndipo isiwaiweza kuonekana. Lakini Templars waliweza kuona ni vizuri ile script ikuwepo. Hata wao walielewa hapa basi kuweza kupeana hizo script kwa raia. Wakiweza kupeana ile script kwa raia hivi huenda ikaleta chaos, huenda ikaleta hapa basi kutoelewana na watu wakaacha kuamini kwenye uongozi wa kanisa. Na kwa basi Templars hawakutaka ile script iweze kuharibiwa, lakini vile vile hawakutaka iweze kupeana kwa raia mwanzo. Huenda raia hawakuwa ready kupokea ukweli wa maneno. Na kwa hivyo waliona ni vizuri waweze kuificha area za Nyawezi mpaka ile siku namba hapa basi watu watakuwa hapa basi rende, watakuwa tayari kuweza hapa basi kupokea ukweli wa maneno. Huenda ile script ikawa ya usaidizi. Fire order.
na kwa basi wakaweza kuwapa na maisha yao kwamba na Kuwait wataweza kuprotect ile script. Inaaminika kwamba na Kuwait basi kwenye ile kanisa ndipo Templars waliweza kuonekana kwa mara ya mwisho. Huenda basi waliweza kuficha ile script area za Nyawezi, na kwa hivyo manzo wetu Teza wako area za Nyawezi sasa. Hapa basi wanaweza kutafuta ile script shasha. Kwenye hili kanisa inaaminika ndiko Templars wa mwisho walikuja na kisha wakaficha bidhaa fulani area za Nyawezi. Manzo wetu Tez Chekina, na ujichunge, hili ni kanisa na ambalo hapa basi limeweza kuishi kwa miaka mingi sana tena zaidi ya. Look at that. Hili ni kanisa na ambalo hapa basi limeweza kuishi area za Nyawezi kwa miaka mingi sana tena zaidi, kwenye mamia ya miaka. Karibia miaka 1000 na ambalo hapa basi liweza kupita. Hili kanisa lilikuwepo. Jamaa wetu na yeye alikuja kukagua area za Nyawezi, akaweza kutazama kaona varai. Si yale maandishi uliniambia liwezanga kusoma ndio hii hapa. Uenda hapa ndipo nambaro hapa basi mahali ambako Templars walificha. Na ni kweli Templars kuna kitu ambacho hapa basi waliweza kuja wakaweza kukifukia area za Nyawezi. Templars wakati wa zamani sana tena zaidi, kuna kitu ambacho hapa basi walikuja wakaweza kukifukia area za Nyawezi, na kwa hivyo basi wakaweza hapa juu kuandika maandishi fulani na Kilatina. Akina manzo wetu wakakuja wakaona bas, ile maandishi yenyewe ndio hii inamaanisha hawa watu kama kuna kitu ambacho hapa basi waliweza kuficha, hicho kitu kiko area za Nyawezi papa hapa. As guardian, Jamaa wetu confirmation vavarai, believe in. hii ni kitu ambacho hapa basi watu wameweza kuiprotect na maisha yao. Vitu ambazo tutaweza kupata area za Nyawezi, promise me, Thank you. utaweza kuzipia heshima mwanzo. Watu waliweza kupoteza maisha yao wakiprotect hii bidhaa. Templars waliweza kupoteza maisha yao wakiweza kuprotect hii bidhaa ambayo hapa basi tunaenda kuipata area za Nyawezi, na kwa hivyo inafaa tupe heshima ambayo inastahili. Lakini punde si punde, oi, hili kanisa ni saa kufahamisha hapa basi ni mzee sana tena zaidi, ni mzee, na kwa hivyo lilianza kumwaga mchanga. Ai, manze wetu itabidi mumeweza kuharakisha. Manzi wetu ameweza kupata ile bidhaa ambayo hapa basi nimeweza kuficha area za Nyawezi, lakini nalo kanisa ni kubomoka linabomoka. Kanisa ni kubomoka linabomoka. Dogo brother mpenzi mtazamaji, manzi wetu Tez jichunge. Kanisa ni kubomoka linabomoka, dogo brother mpenzi mtazamaji. Tez manzi wetu Tez aliweza kuangukiwa na boulder. Manzi wetu Tez aliweza kuangukiwa hapa basi na moja kati ya ile pillars ya lile kanisa. Jamaa wetu sasa ni kumvuta manzi wetu Tez. Jamaa wetu Chona ni aweze kumvuta manzi wetu Tez. Mjichunge mwanzo, ili kanisa ni kubomoka linabomoka. Kanisa ni kubomoka linabomoka, na kwa hivyo itabidi muharakishe vavarai. Itabidi muharakishe muweze kuchomoka upande wa nje vavarai. Kanisa ni kubomoka linabomoka. Manzi wetu Tez, Sean, itabidi muweze kuharakisha. Hili kanisa ni mzee sana tena zaidi, lakini manzi wetu aliweza hapa basi kulemewa. Manzi wetu aliweza kupatikana hapa basi kwenye pango design kama hiyo. Jamaa wetu
kamvuta design kama hiyo. Paparaye. Kanisa ni kubomoka linabomoka. Kanisa ni kubomoka linabomoka, na kwa hivyo hapa basi itabidi muweze kuharakisha, muweze kuchomoka upande wa ndani. Itabidi muweze kuchomoka. Itabidi mchomoke babarai. Manzi wetu fashta. Manzi wetu ni kupandishwa akaweza kuchomoka upande wa nje design kama hiyo, na jamaa wetu akabaki upande wa nyuma. Wakaweza kuchomoka design kama hiyo. Lakini nara kanisa, oi. Ile city kuisha maneno. Kuchomoka upande wa nje tu hivi. Oi. Ndio wanaweza kupata ile bidhaa iliweza kufichwa. Lakini kuchomoka tu upande wa nje. Tazama shasha. Manzi akakuja kufungua ile bidhaa. Akapata ni compass fulani ambayo hapa basi inaelezea direction. Lakini punde si punde wakaandwa. Nani huyo? Bill Vance. Pia yeye ni mwanachologist. Anataka kuweza hapa basi kundiscover hii script. Bavara ye. Itabidi mmeweza kunipea hiyo compass. Chukua. Bill Vance akaweza kuitazama ile compass. Can you introduce me to your friend, Tess? Oh, yeah, how rude of me. Bill Vance. Jamaa wetu kufahamu huyu ni Bill Vance. FBI. Vavarai. Best. Wewe ndio ulifanyanga mauaji Petrovic. Wewe ndio ulitumanga matemperas wakaua wana polisi, si ndio? Not that I can't. Tukirundi Amerika wewe na make sure kama na kwetu nimeweza kukamata na nikakuweka ndani kwa makosa ya kuweza kufanya mauaji. Lakini Bill Vance kamfahamisha Vavarai. Nataka tufanye discovery. You're back on you. Bill Vance akaweza kuikagua ile compass. Lakini punde si punde yule muuaji kwa jina la Plunkett wakiwa wanaongea design kama hiyo. Tazama shasha. Plunkett aliweza kuanza shasha. It's an astrolabe. Invented by a woman, by the way, Hypatia, famous Greek philosopher and mathematician. Plunkett! By a gang of angry men. That's right. Primitive sextant. Looks to be at least a couple of 100 years older than the earliest examples I've ever seen. Shut up! Remarkable. Plunkett akaanza shasha. Wale masonja wake Bill Vance wakaanza kuangusha mmoja baada ya mwingine. Plunkett akona sniper rifle dugu brother mpenzi mtazamaji. Manza ni kuepa mwanzo kumeharibika areas zenye wezi. Plunkett yule namba hapa basi yule hitman wa kanisa anawataka hawa wadheshasha. Mwanzo ameona wameanza kupata ukweli wa maneno. Manza wetu ni kuepa wanaepa. Manza wetu ni kuepa naepa na huyu Bill Vance alikadhalika basi na jamaa wetu kuja upande kwenye gari tuweze kuchomoka Vavarai. Muuaji na yeye anawashambulia design kama hiyo, huyu Plunkett ataki mchezo. Lakini wakaweza kuepa design kama hiyo. Upande wa nyuma nako kumbe jamaa wetu naye hakuna gaindi wake Bill Vance. Amemwandama jamaa wetu design kama hiyo. Vavarai kuja hapa Vavarai. Jamaa wetu Sean Daly kule upande wa nyuma anakabidhiwa masu kipenda na gaindi wake huyu Bill Vance. Plunkett na yeye upande wa nyuma ni kufuata na wafuata hawa kina jamaa wetu shasha. Plunkett mbio kwenye gari design kama hiyo. Anataka hawa gadhe. Anataka kuweza kuona hawa gadhe kando. Jamaa wetu na yeye upande wa nyuma wanakabiliana na yule jamaa wetu kaweza kumkamata yule gaindi kaweza kurusha upande wa chini design kama hiyo. Gaindi wake Bill Vance akaweza kurusha upande wa chini. Gaindi na yeye alikuja kapaki mbele ya kina jamaa wetu. Manzi wetu na yeye akaamua kupita na gari design. Gaindi kuweza kuchomoka manzi wetu akakuingiria manzi wetu test check-in. Akakuingiria na kapita gari design kama hiyo. Manzi wetu tezi chakina abaona chezo na yeye aliweza kupita na gaindi hapa basi kupenda na gari lake gaindi design kama hiyo. You drive like your father. Mpaka Bill
Vance aliweza kufurahia. Babarai, unapitaje na gari design kama hiyo? Oh, gari kukuingilia. Gari lao limeweza kupata mbaya mbovu, likaweza kuharibiwa. Nakumbuka sasa ile GPS tracker walikuwa wameweza kuweka kwenye gari la kina jamaa wetu, lakini jamaa wetu na wao baada gari lao kuweza kuharibiwa, yani kuweza kushutiwa mataya, wameweza kuchomoka na gari lake Bill Vance. Na gari lake Bill Vance alina GPS tracker, na kwa hivyo akina wale magainda wale akina Plunkett hawawezi wakaweza kuatrack na akina jamaa wetu tena. Mwanzo walikuwa wanasaidiwa na ile GPS tracker kujua mahali ambako jamaa wetu wapo. Sasa akina jamaa wetu walikuja kumkamata Bill Vance. Vavarai, hao ni akina nani? Treasure of Na akina nani hao wanataka kutuua? Akawafahamisha Vavarai, Vatican. watu kutoka upande wa Vatican, Tess. viongozi wa kanisa. Ndio namba hapa basi wanataka kuweza kustop hii mission yenu. Hawataki kuona hapa basi mkiweza kundiscover ukweli wa maneno. Sit down. Lakini ile compass namba hapa basi waliweza kupata kule upande wa ndani, kule upande wa Fonsaris, imeweza kuharibiwa na yule sniper. Tess, let's find a safer spot. Come on. All right. Wakaweza kumfunga hapa basi kupenda huyu Bill Vance design kama hiyo, na kisha timaye akamfahamisha Vavarai, utatufahamisha kweli wa maneno. Vavarai, wewe na wewe lazima nikupeleke upande wa ndani, kule upande wa US, uweze kuhukumiwa kama kosa hapa basi ya kuweza kufanya mauaji. And Father na yeye huyu Dr. Raymond akaamua kuweza kuitisha gari lingine waendelee kuweza kuwafuata kina jamaa wetu shasha. Sasa jamaa wetu waliweza kuamua hapa basi waweze kuja era zenye uwezo waweze kupumzika mwanzo. Siku inaelekea kuendelea kuisha. Siku ya pili huku pande wa Turkey ni kuisha inaisha. Here. Manzo wetu akaweza kumletea huyu Bill Vance maji mwanzo. Thank you, Tess. Si ati wao ni maadui, No. walikuanga makoligi upande wa zamani. Zaidi huyu Bill Vance alikuwa anafanya kazi na babake manzo wetu check-in To me. wakati wa zamani. Tukamfahamisha Vavarai. Just as I would never harm you. Yeah, what was that a couple of hours ago when you held us at gun? Mbona karibu uweza kufanya tuangamizwe? Mistake. Lakini kamfahamisha Vavarai, Tess, listen. watu kutoka upande wa Vatican But- ndio namba hapa basi wanataka kuweza kuangamiza. Hawataki tuweze kuendelea na hii mission. Hawataki tuweze kutafuta ukweli wa maneno, tuweze kujua nini kimeandikwa kwenye Biblia. Taught me to be whatever it took to uncover the truth. To uncover the truth when Kila mtu it was impossible. hataki tuweze kufanya hii hapa basi kupenda investigation. Hawataki tuweze kujua ukweli maneno. Nini na ambacho hapa basi kiliweza kuandikwa kwenye Biblia. You would never let go. Na usiweze kuniona hivi. Tess. Siwezi nikakuumiza kwa vyovyote vile. Nataka tu tuweze kufanya hii mission, Template. tuweze kutafuta ile script. Tukiweza kutafuta script, mimi niko na hoja tu na watu waweze kujua ukweli wa maneno. Mimi sina hoja na wewe eti maisha yako eti maisha ya nani. The truth. Mimi nataka watu waweze kujua the truth, ukweli wa maneno. Father would answer. Stop it. Do you know why the Templars hid the astrolabe? Because the astrolabe was locked in position at the time of the sinking of the Templar ship? Yes. Akamfahamisha, unaona ile bidhaa ambayo imeweza kuvunjwa na sniper, ile compass But now it's ilikuwa imeelezea broken. mahali na ambako kuna ship. Ile ship na ambayo Templars walikuanga nayo wakati wa zamani. Mahali na ambako sasa script yenyewe imeweza kufichwa. Yes. Ile compass ilikuwa inaelezea mahali script imeweza kufichwa. Templars Na are Bill Vance akamfahamisha, niliweza kukram hunted. mahali na ambako hapa basi ile compass ilikuanga hapa basi Don't let them have what the Templars left inaelezea. the world to know. Najua mahali na ambako hapa basi ile ship imeweza kusink mwanzo. Niliweza kukram ile compass. Na kwa hivyo najua mahali meli ya Templars iliwezanga kuzamia. Na kwa hivyo najua ukweli wa maneno. Najua mahali na ambako ile script mwanzo, ile script waliwezanga kuificha kwenye meli. Mahali na ambako hapa basi ile meli iliweza kuzama. Kumbe kwenye ile compass kulikuwa kumefichwa maandishi na hapa basi inaelezea sasa mahali na ambako hapa basi ile script imeweza kufichwa kwenye lile meli. Compass ilikuwa inaelezea mahali na ambako hapa basi lile meli lipo, lakini hii script inaelezea sasa
mahali exactly na ambako hapa basi ile script imeweza kufichwa kwenye ile meli. Manzi wetu akaweza kuisoma design kama hiyo na kajua mahali na ambako ile meli, yani mahali na ambako script imeweza kufichwa penyewe kwenye meli. Mwanzo unaweza kupata meli lakini ile script imeweza kufichwa vile vile specifically mahali fulani wa fulani. Tomorrow, I'll, Sasa jamaa wetu na yeye Sean Daly alikuja kumfahamisha Vavaray. Kesho asubuhi na mapema he's gonna have to face. Najua hii ni ujinga mko nao. Mimi nishaweza kumpata huyu Bill Vance. The whole time. Mimi mission yangu ilikuwa kuja kumkamata Bill Vance. Nishaweza kumkamata na kwa asubuhi na mapema. Treasure, we're so close. I can feel it. I know. Tunaenda na yeye upande wa US. Mwanzo najaribu kumsikizia Vavaray. Tuko karibu sana kuweza kutafuta hapa basi ama kupata ile maandishi. Ni pesi kwingine moja. Nitaweza kukupea Bill Vance muweze kwenda na yeye ukampeleke upande wa ndani. Lakini of the astrolab before tuweza tu kutafuta hii script na mambo yote yatakuwa shwari kabisa. treasure is hidden inside the sunken ship. Together we really would find it. Lakini jamaa wetu Sean na yeye hataki kujua hivyo. Yeye ameweza kumpata Bill Vance na anasema asubuhi na mapema Vavaray. Mimi na Bill Vance moja kwa moja mpaka upande wa United States. Kumbe sasa Manzi aliweza kuona jamaa wetu kwa serious. Na kama umeamua asubuhi na mapema na mkamata Bill Vance, hicho ni kitu siwezi nikafanya. Jamaa wetu kuamka, kumbe Manzi aliweza kumchukua Bill Vance na wakaanza kutoroka. Jamaa wetu alikuwa shaweza kumpata Bill Vance. Alikuwa na anangoja kukua asubuhi aweze kumpeleka upande wa United States. Lakini Manzi wetu Tess Check-in ameweza kumfungulia Bill Vance na wakaweza kuchomoka na Bill Vance design kama hiyo Manzi. Bill Vance washaweza kuchomoka na Manzi wetu mwanzo wanataka kuweza kutafuta ile script waweze kuitumia kujua ukweli wa maneno. Mwanzo Bill Vance yeye pekee ndiye anajua mahali na ambako ile meli lipo. Manzi wetu na yeye ndiye anajua mahali ile script imeweza kufichwa kwenye ile meli. Na kwa hivyo wanahitaji yule mwingine. Unaona? Sasa jamaa wetu aliweza kuacha kwenye desert. Jamaa wetu aliweza kuacha kwenye jangwa design kama hiyo. Punde si punde Ndesawa aliweza kupitia hero zinaweza kuwa hapa basi kuwa na ngamia. Vavaray, nipe lift. Lakini Ndesawa aliweza kupita zile kama hiyo akamfahamisha jamaa wetu. Vavaray, uweza kuzaa ngamia yako. Oi. Na ni kwa desert. Mtazamaji, huku ni jangwani. Wameweza kumwacha jamaa wetu bila chakula, bila gari, bila maji na kwenye jangwa. Sasa Bill Vance akamfahamisha bas. Siku hizi sasa unafikiria kama mtu mkubwa. Kumbe Manzi wetu na yeye punde aliweza kumdungia nje. Kumbuka nje hapa basi ni yule mwana FBI na ambaye hapa basi aliweza kuwapokea heroes nyewezi. Akamfahamisha ni mweze kuacha rafiki yako kwenye desert. Hana gari, hana chakula, hana anything. Singefanya vingine mwanzo. Niko na mission ya kuweza kumalizia ende uweze kumsaidia. Okay. Ako kwenye desert mahali fulani wa fulani. Hana chakula, hana maji, hana gari, ende kumsaidia. Na kwa jamaa wetu aliweza kudugiwa mawasiliano na yule mwana FBI kwa jina la Jay akamfahamisha. Are you okay? Yaani si jamaa wetu zaidi ni Manzi wetu. Akamfahamisha Manzi, I'm sorry lakini lazima ningeendelea na mission. Mwanzo singekuacha uweze kuendelea na Bill Vance. Na Bill Vance tu ndiye namba hapa basi anajua mahali na ambako ile ship ama basi kupenda ile meli liwezanga kuzama. Na kwa hivyo ilibidi niweze kuchomoka na yeye Vavaray. I'm sorry. The second I had to do it. kill you. Lazima tu ningeweza kuchomoka na Bill Vance aweze kunisaidia kwenye hii mission. Alright. Manzi wetu basi wakiwa na huyu Bill Vance washaweza sasa kuja heroes nyewezi. Wanataka kutafuta kamera kazuri waweze kuelekea kule upande wa ocean. Waweze In the States. kuenda mahali na makopa basi lile meli liweza kuzama na kisha waweze kuchukua ile script. It's all working well, Tess.
waweze kuonyesha kwa ulimwengu. Waweze kuona nini ambacho hapa basi kiko kwenye ile script. Na kisha waweze kuipeana kwa maraia waweze kujua ukweli wa maneno. Hiyo ndio mission yake manzi wetu Test Checking wakiwa na huyu hapa basi kupenda Bill Vance. Wote ni archaeologist. Where is it? What does it say? Na mission yao ni kuweza kumake sure kama na kweti watu wameweza kujua ukweli wa maneno. Bailey. Jamaa wetu punde sipunde aliweza kudungiwa na njaa kafahamisha. Wala nimefahamishwa eti umeachwa na dem. Dem yako amekuacha kwenye jangwa jo. Eti uko stranded. Vipi namna gani? Nikukujia ama unasema namna gani bwana? Lakini jamaa wetu kuangalia upande wa mbele akaona kuna gari linakuja kaja basi. No, Jade. Hapana, usinikujie. Come. Niko sawa sawa mimi. Mimi ni mwanaume. Nitaweza kujipanga kiume. Hey, this stays between. Alright. Sina time ya kubembeleza mwanaume. Kama utaki nikukujie. Fast, can you do that for me? Very. Soft spot. Kula chuma hicho. Just find her. I'll take care of it. Let me call you back. Jamaa wetu aliweza kuona kuna gari na ambalo linakuingilia. Haki ayopu huyu si Ndesagu atasimama. Huyu asikuwe ni Ndesagu aniambia nizae gari langu pia. Ayopu jamaa atasimama Vavarai. Gari ni kukuingilia ninakuingilia. Vavarai simama. Simama Vavarai. Thank God gari limesimama. Lakini nani kupande wa ndani? Yule muuaji. Kwa jina la Plunkett. Let me get. Arkatarika basi na yule father kwa jina la Dr. Raymond. Where is she with Vance? Kamfahamisha Vavarai. Agent. Angesi wewe sandi ya Sean Daly. Wendi unaandamana na huyu Teze eti mkuu na akina Bill Vance mnatafuta nini? Continue. Mnatafuta script. Who knows? I may even be of some assistance to you. Ile script. Najua wewe hauna haja na script. To the church. Uko na haja. Discovery. Uko na hoja ya kumkamata Bill Vance. Myth. Tunaweza tukasaidiana. Mimi nikupe rift, nikuchomoe kwenye descent. Your church. Na wewe tuelekeze mahali Bill Vance yupo. Wewe ukamata Bill Vance, sisi tuweze kuchukua ile script ambayo wameendea. No, I'm fine. Mambo itakuwa sawa sawa. Oh, that's terrific. Tunataka tuelekeze mahali ambako manze mweze kuelekea. Uweze kumkamata Bill Vance mwanzo wako na yule manze. Na sisi tuweze kuchukua ile script. Need a lift? It will be a deal done. Kila mtu uweze kwenda nyumbani akiwa amefurahia. Where to? Sisi tupate script Post. na wewe upate Bill Vance. Namna gani? Jamaa wote kaweza kukubali mwanzo. Ndesagu na yeye ni wakati wanarudi na yani na ile ngamia lake. Ama anacheza na Ndesagu ndugu program mpenzi mtazamaji. Need to call you for the next few days, but if you don't... Hebu tukuingilie sasa upande wa Mary's Haba. Mary's Haba. I just want to tell you that I love you with all my heart. Mahali namba kwa hapa basi manzi wetu umekuja sasa kukondisha meli la kuwapeleka kurupande wa ocean. Manzi wetu wamekuja kutafuta meli la kuwapeleka upande wa ocean, lakini akina Plunkett na wao wako mtaa. Well done. Akina Plunkett Straight to the tip. wako mtaa wako areas nyewizi na akina Dr. Raymond huyu father. Vance, now. Jamaa wetu na yeye akaweza kufika kafahamisha. Vavarai sasa. Investigation. Si tumeweza kufika hii. Sure. Kila mtu ajipange kivyake. Pay for us. Si yuko hapa kumsaidia. Nyinyi mtafuta script. Sari. Mimi nitafuta Bill Vance. Nyinyi mnatafuta script. Na mimi natafuta Bill Vance. Jipangeni Vavarai. Lakini jamaa wetu kuchomoka akaweza kupata ndani na huyu Plunkett akafahamisha Vavarai. Could take him. Unatubeba ndogo ama unatubeba namna gani? Yaani sisi tukusaidia kukutoa kwenye desert. Ukikuingilia ile zenyewe tunatuambia sasa kila mtu ende njia zake. Ete sasa wewe uende kumtafuta Bill Vance na sisi tuende tukatafuta script kivyetu. Namna gani wewe? Alright, hebu tukuingilia sasa upande wa Mediterranean Sea. Mahali namba kwa hapa basi naaminika kwamba na kwetu hapa basi lile meli la Matemplars liwezanga kuzama shasha. Sasa kina
akina Bill Vance walikuingiria sasa mahali na mako hapa bishi na mimi nikakomana kwa eti lile meli la Templars liliwezanga kuzama shasha. Lile meli la Templars na ambaro hapa basi maandishi imeweza kufichwa ndani yake. Inaamini nikakomana kwa eti hapa basi liliweza kuzama ngaira zenyewezi, na kwa hivyo akina Bill Vance arakatharikarishi na manzo wetu Tez Chekina wako area zenyewezi kuweza kurecover What does it... ile script na ambayo iko na maandishi ya Kikristo. So well hidden that only a Lakini kuna tisho. Area zenyewezi mawimbi ya bahari ni makali sana tena zaidi. I'll give you the gist of it. Na ndio mawimbi yale na ambayo hapa basi iliweza kusababisha meli lao Templars miaka 1000 na ambayo hapa basi iliweza kupita. Iliweza kuzama area zenyewezi. Na kwa hivyo zile mawimbi ni hatari sana tena zaidi. Mawimbi na ambazo hapa basi zinapatikana area zenyewezi ni hatari. Check maneno. Mawimbi na ambazo ziko area zenyewezi ni hatari sana tena zaidi dogo prata mpenzi mtazamaji, na ndio mawimbi na ambayo hapa basi iliweza kusababisha meli iliweza kuzama area zenyewezi. Manzo wetu naye akaanza kumfahamisha huyu Bill Vance mahali na ambako hapa basi lile meli na ambayo hapa basi iliweza kuzama, mahali na ambako waliweza kuficha ile script. Akamfahamisha wakati Templars waliona hapa basi meli ni kuzama linazama, waliweza kuchukua compass na kisha wakaweza kulock hapa basi mahali na ambako walikuanga, wakaweza hapa basi kulock location namba hapa basi walikuanga, na kisha wakaweza kuweka ile script mahali na ambako hapa basi kwenye kachupa fulani ambako hapa basi akangeweza kupata maji, wakaweza kuificha mahali fulani kwenye ile meli, wakaweza kuificha kwenye kichwa cha meli, na kisha hapa basi wakaweza kuistick na ngolo design kama hiyo, na kisha yale mawimbi na ambayo hapa basi yalikuwa ngaira zineweza yalikuwa makali sana tena zaidi, yakasababisha lile meli likaweza kupatana na mawimbi design kama hiyo, na likakuwa sasa ni kuzama, meli linazama shasha. Meli ikakuwa hapa basi meli ni kuzama linazama dogo brother mpenzi mtazamaji design kama hiyo, lakini walikuwa wamelock position ya lile compass mahali ambako hapa basi ile meli lao lilikuwa hapa basi limeweza kuzama. Sasa wao wako na technology kina jamaa wetu Bill Vance na huyu manzo wetu Tess wanatumia thermal detectors kuona mahali ambako hapa basi lile meli lao hapa basi liko, yani lile meli la Templars liliweza kuzama. Wakakuja wakatazama, kumbe sasa akina Plunkett waliweza kumkamata jamaa wetu wakamfunga, na wakaweza kusmagu, yani wakaweza kusneak na wakaweza kuingia ndani ya ile meli shasha. Kwa hivyo Bill Vance akina Bill Vance hawana habari kwamba na kwa eti hapa basi yule muwaji kwa jina la Plunkett, halikadhalika basi na yule father kwa jina la Dr. Raymond wako kwenye hili meli shasha. This isn't about a treasure, is it? Jamaa wetu nawafahamisha vavare. Sasa mimi niliwafahamisha kila mtu ana njia kivyake, na nyinyi na ujinga yenu mnanikamata bwana. Mbona mnanifanyia hivyo? Wale na wakina Bill Vance wanakaribia mahali ambako hapa basi lile meli, yani lile meli la Templars limeweza kuzama. Lakini captains wanafahamisha vavarai, mawimbi ni makubwa sana tena zaidi ya zenyewezi. Huenda hata sisi tutaweza kuzama na tuweze tukapata usaidizi ya zenyewezi vavarai. Lakini Bill Vance akamfahamisha liwalo na liwe, lazima tuweze kupata na nilile hapa basi kipenda lile script shasha. Akamfahamisha vavarai tuma divers na maballoons, mahoti hair balloons hapa basi ziweze find in his diary. Kupandisha ama basi kipenda kuvuta kile kichwa cha meli upande wa juu mwanzo. Kile kichwa cha meli kinaaminika muweze kufungia flota, tuweze kukamata mwanzo. Inaaminika kumana kwa ile script imeweza kufungiwa kwenye kichwa cha meli na mbaro hapa basi iliweza kuzama era zenyewezi. So inside the wakaanza kuangusha sasa diver mwenye namba hapa basi ataweza kufungia flota kwenye kile kichwa cha meli, kisha hatimaye kiweze kukuja on surface destroys the very. Na unasikia area zenyewezi mawimbi ni makali sana tena zaidi, kiasi kwamba yanaweza yakafanya mpaka hili meli lao liweze hapa basi kuzama.
of ironic. Wanazusha divers na floaters design kama hiyo. Upande wa pili nako jamaa wetu na yeye ni kuata unaandwa na huyu Pranketa na fahamisho vare. Heretics. Tunataka tuile script. As usual. Tukipata script, sisi hatuna shinda na mtu yeyote vavare. Mbona mnataka kuharibu kanisa? Upande wa chini nako diver akaweza kufungia hapa basi ukipenda baluna, akaweza kufungia floaters kwenye lile sasa kichwa cha Mary Shasha. Kichwa ambacho kinaaminika kwamba na kweti rumors kikona that they just ndipo mahali na mako hapa basi ile chupa namba hapa basi mweza kufungua script ripo Shasha. That's what this is about, a secret gospel. Veritas liberabit. The truth doesn't always set you free. Lile meli zile floaters zikaweza kuvuta hapa basi kile kichwa cha Mary design kama hiyo. Lakini punde si punde Dr. Raymond na Planket wakakuingiria Shasha. Dr. Raymond na Planket wamekuingiria sasa, mwanzo washaweza kupata habari kwa maana kwetu hapa basi wameweza kuchamua hapa basi ile script, na ndio namba hapa basi wanataka Shasha. Kichwa chenyewe ndicho hichi cha Mary. Kichwa cha Mary ndicho hichi Shasha. Lakini nazo mawimbi za bahari zimeweza kuharibika. Mawimbi za bahari ndugu brother mpenzi mtazamaji zimeweza kuharibika area zenyewe Shasha. Planket na Dr. Raymond wakakuingilia wakafahamisha vavarai. Now, hatuwezi tukaruhusu hiyo script uweze kwenda kwa raia. Na kwa hivyo kama mtaki mtu yeyote aweze kukufa, itabidi muweze kutupea hiyo script. Lakini sasa Billy Vance na yeye ameamua never vavarai. Hakuna vile ambavyo hapa basi mnaweza mkanipea. Tunaweza tukompea hiyo script. Maisha yangu yote nimeweza kuindedicate kupata hii script. Na sasa juu tumeweza kuipull up. Eti mnasema tu tuwa pesa hii sasa. Vavarai. That is never gonna happen vavarai. Hicho ni kitu ambacho hapa basi kiweze kika happen hata kidogo. Mawimbi nayo yakaanza Shasha. Mawimbi kuanza kitanzi kikaweza kuchamoka hilo zenyewe Shasha. Kitanzi kikaweza kuchamoka Shasha. Moja kati ya manahodha na Planket Shasha. Moja kati ya hapa basi kupenda ya manahodha na hapa basi wako kwenye email na Planket wakaanzana Shasha. Zaidi manzi wetu Teza Chekina. Ikawa sasa area zenyewe ni kitanzi baina ya grupu yake hapa basi kinampenda manzi wetu Teza Chekina kwa hapa basi na yule Billy Vance na kikosi cha Planket. Arkatarakabisha na huyo priest kwa jina la Dr. Raymond. Wanataka ile script. Wanataka kuweza kuidestroy hii script. Planket. Lakini kuna rutikano na kama mawimbi hapa basi yanazidi kuvamia manzi. Mawimbi yanazidi kuwa makali jinsi muda na ambavyo hapa basi unazidi kuyoyoma ndivyo na ambavyo hapa basi mawimbi yanakuwa makali. Planket na yeye anataka tu kuua watu. Huyu ni hitman, huyu ni muuaji. Planket anataka tu kuua watu. Lakini mawimbi ya bahari nayo hapa basi yanazidi kuharibika. Mawimbi ya bahari yanazidi kuharibika dogo brother mpenzi mtazamaji. Planket na yeye ataki kusikia. Vavarai, hiyo script mtaweza kunipea Vavarai. Hiyo script kama kuna kitu ambacho hapa basi mtaweza kufanya Vavarai ni kunipea ile script. Karibu aweze kunyonga jamaa wetu, lakini manzi wetu Tessa akaweza kusaidia. We kuja hapa, wengine wanaangusha kwenye bahari design kama hiyo. Manzi wetu Tessa. Yeah, come on. Manzi wetu Tess wakaweza basi kupatana na jamaa wetu Sean Daly.
meli naro. Meli. Mawimbi ni kuzindi yanazindi kuzindi area zenye uwezo dogo brother mpenzi mtazamaji. Mawimbi ni kuzindi yanazindi. Mawimbi ni kuzindi yanazindi dogo brother mpenzi mtazamaji. Manzi wetu akakuja kumkisi Shondeli design kama hiyo. Nalo yale mawimbi yakaweza kuipata meli design kama hiyo. Meli likaweza kutokomea na kuzama design kama hiyo. Hoi. Alright. Baada ya meli kuzama, kumbe sasa manze wetu Tess alikuja kuokolewa na fisherman. Zaidi wakiongozwa na huyu mudhe, huyu Kaguka. Huyu mudhe, huyu Guka. Huyu sasa ndiye kiongozi area zenye wizi kwenye hii tribe ya fishermen. Manzi wetu ameweza kuokolewa na kuuai maskini wa Mungu. Haleluya. Manzi wetu Teza ako uhai manzi. Mpaka huyu mudhe wa shuka alikuja kufurahia. Akakuja kamureta hapa basi kwake. Kamfahamisha manzi. You are in my home. You are in my home manzi. Uliweza kuokolewa na fisherman. Constantine. My father found the cross of Constantine. Fisherman ndio waliweza namba hapa basi kukuokoa kutoka area zenyewe hizi. It was a terrible storm. All the way from the coast of Turkey to our little island of Simi. Fishermen found you on the beach. Fishermen found you on the beach. You must rest. Fisherman ndio namba hapa basi waliweza kukuokoa. Did you find anyone else? Manze kauliza, mmeweza kupata jamaa mwingine? Wakamfahamisha. He was on the beach. Kuna jamaa fulani tuweza kumpata. But Alikuwa kwenye beach. good. Lakini hali yake sio mzuri hata kidogo. Have to. Lakini manze kamfahamisha, Favarai, nipeleke kwenye huyo jamaa, nataka kuona ni nani, nataka kujua huyo jamaa ni nani. Mwanzo manze wetu naomba tu ikuwe tu ni jamaa wetu Shondeli. Kukuingilia akapata ni ukweli wa maneno hapa basi ni jamaa wetu Sean Daly. Lakini hali yake sio mzuri hata kidogo. Hali yake sio mzuri hata kidogo. Akafahamishwa kuna head injury. Na tuweze tukampeleka hospitali. Mwanzo tukiweza kumove tu hivi, Moving him. ni kuyaga itaweza kuyaga dunia. Moving him, you will definitely die manzi. Na kwa hivyo kitu tu ambacho hapa basi tunaweza tukifanya ni kumuombea manzi. Ni kuweza kumuombea. Mungu ataweza kumsaidia. Ataweza kupona. Yes, yes. It must be a weakness. Lazima tuweze kumuombea mtu wako. Mwanzo What is it? tuweze tu kumsafirisha hivi eti tunampeleka hospitali. Look, Madaktari wameweza kusema disintegrated in a few seconds. kulingana na head injury ambayo yako nayo, Too many. hawezi akamovishwa kwa vyovyote vile. Some people here think I am Na kwa hivyo not. itabidi tuweze kumuombea. The humble man who does. Sasa yule mudhe kwa jina la Washuka alikuja kumfahamisha manzi wetu Teza, kumfahamisha. A tree grow. Angalia mambo. Angalia mandhari. How many of them? Hii yote The harmony. ni maumbile. That's right. Kila kitu naona era zenye wezi kimeweza kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Watu wakati wengine wanafikirianga mimi ni wazimu Easy kwa kuweza kuamini kwa mafunzo ya Biblia. up. Lakini I'm sorry. kitu ambacho nilikuja kugundua ni kwamba na quite ukiwa na imani kila kitu kinaweza kikafanyika. Is it? Na kwa hivyo Sure. nataka hata wewe uamini kwa maana kweti Sean Daly ataweza kupona. Sean Daly I give you food. ataweza kupona manzi. Uncover the secrets of life. That's something for you to do.
akamfahamisha manzi, lazima hata wewe you discover the secrets of life. Yes. Lazima hata wewe uweze kudiscover the secrets of life. On this island, a miracle. Can we have another? Na basi siku nenda siku rudi, ya masani na masarudi, manzi wetu basi ni kuomba kuzidi hapa basi na maombi na kujaribu kuweza kumtibu jamaa wetu pole pole vile ambavyo hapa basi anaweza. Talk to him. Washuka kamfahamisha, ongea na yeye. Weza kuwa na imani kutokana na upendo ambao hapa basi nimeona uko nao kwake. Hataweza kukusikia. Na kwa hivyo Storm. Weza kuzungumza na yeye. See. Weza kuzungumza na mtu wako Vavarai. Ataweza kukusikia. To us. Now they offer prayers of thanks and prayers for your friend's recovery. But they don't even know him. We are all children of God. Akamfahamisha mafishermen wataweza kumsaidia hapa basi kwa maombi. Manzi wetu anasema hawamjui lakini anafahamisha Vavarai. Sisi wa Kristo si lazima tukue tunakujua, lakini Come on. tutakusaidia kwa maombi. Wake up so Mtu wako aweze kuamka. and making you come after me. Sasa manzi wetu vile ambavyo hapa basi aliambiwa aweze kumwangelisha jamaa wetu, alikuja kwanza kumwangelisha kumfahamisha. These are the two fishermen who found you. Alright. Manzi wetu akakuja basi kuintroduciwa kwa mafishermen ambao hapa basi waliweza kumkamata, yani waliweza kumuokoa. Akikuja kumfahamisha Vavarai. Thank you so much. Kwa kuweza kuniokoa Vavarai. It's beautiful. They said not to worry about your friend. They lit candles for him. Have faith. Akafahamishwa have faith. Tutakusaidia tukuwa hapa basi nao mafishermen wengine. Tuweze kukusaidia hapa basi kwa maombi. Na Sean Daly ataweza kupona, amini. Sean Daly ataweza kupona. Manzi wetu sasa alikuja hapa basi kuuliza, mnaweza mkadepeleka mahali ambako hapa basi niweza kuokolewa? Akafahamishwa right here. Hapa ndipo mahali tuweza kuokoa. Na basi manzi wetu akakuja akapata hapa basi kupata kofia yake Bill Vance, kwa hiyo niweza kujua basi Bill Vance manzi ni kuyaga, aliweza kuyaga dunia. Akakuja kumfahamisha, I'm sorry manzi, niliweza kukumisjudge, lakini I'm sorry for everything Bill Vance. Nilikuja kuona determination ambayo hapa basi ulikuwa ngatu nayo ni kuweza kutafuta hapa basi kupenda ile script na uweze kusababisha kwa hiyo maneno uweze kujulikana, lakini hata mimi siwezi nikataka ile script uweze kujulikana. Sasa manzi watu kitembea design kama hii, akakuja kapatana na kile kichwa cha Mary ambacho hapa basi walikuwa wameweza hapa basi kuchomoa kile kichwa cha ile meli, na ambacho kinaaminika ni kwa nambari hapa basi ndiko mahali ambako hapa basi kupenda ile script iliwezanga kufichwa. Akakuja kapata kiliweza kuoshwa hapa basi na mawimbi mpaka uku basi kupenda kwenye shore, kwenye ufuo wa bahari. Na maana basi akakuja akaanza kuchimba. Mwanzo ilikuwa imeweza kufichwa vibaya sana, tena zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Ukisikia hichi ni kitu cha maana, ni kitu ambacho hapo basi kilikuwa kimeweza kufichwa na ujuzi wa hali ya juu sana, tena zaidi. Anakuwa basi mwanzo wetu Taz alikuja basi na kaweza kuchomoa ile script design kama hiyo. Finally ashaweza kupata ile script shasha. Na basi mwanzo wetu aliweza kurejea na kamua aweze kusoma hii script, aweze kujua ina maana gani.
aweze kuona nini hicho ambacho hapa basi inasemekana watu wanaamini cha uongo, aweze kujua je, hii ukweli kwa huku pande wa ndani. Ni vizuri watu waweze kujua na kufahamu kweli. Na kwa hivyo akakuja kafungua design kama hiyo, akapata imeweza kufungua na kipepa, na akaweza kufungua ile script. Lakini upande wa nyuma kumbe na nia kuweza kuiaga dunia Bill Vance, Manza kaanza kusoma Yesu ni binadamu. Mnadanganyanga eti Yesu alikuwa mtoto wa Mungu. Lakini Bill Vance akakuja shisha, akamfahamisha Bavara ye sikukufa. Mimi ni mzee, mimi nikaguka, nimekauka mbaya mbovu, sikukufa. I'm glad you're okay, Bill. I am a... Sio ghost mimi. Nataka sasa uweze kunipea hiyo script, uweze kuwa na ukweli wa maneno. Inasemekana Yesu alikuwa binadamu. Eti Go on, read it. Hakuwa mtoto wa Yesu. You haven't forgotten. Inasemekana ndio Mungu alikuwepo, lakini eti inasemekana Yesu alikuwa binadamu. Nazareth. A carpenter. A man. Only a man. Anafahamisha Yesu alikuwa a man. It says. Only a man. You're saying that there's... Hakuwa mtoto wa Kikristo. Imagine, eti sasa hii ndio introduction ya hii Biblia ambayo hapa basi imeweza kuandikwa era za Nyewezi. No miracles? Thousands of years ago, men needed gods to deal with death. Akafahamisha Mungu alikuwa nafaa hapa basi aweze kundili na vifo, ukosefu wa chakula. Tell that to the people up there in the village. Lakini mwanzo kadai sasa unataka kuharibu hiyo amani yote na hapa basi hiyo imani watu wako nayo. Watu wameishi kuamini kuna Yesu. Sasa imagine leo hii tutoa hii script na hapa basi nasema kuna Yesu. Lakini Bill Vance anamfahamisha Favarai, usikuwe mjinga. Leta script tuweze kuipeana kwa raia, watu waweze kujua ukweli wa maneno. Haina haja wa watu waweze hapa basi kuishi na imani wakiamini mambo na ambayo hapa basi ni uongo, mambo na ambayo hapa basi imeandikwa kwenye Biblia, vitu ambazo inaaminika kwa maana kwa hapa basi ni vitu za uongo. Hii ndio ukweli. It is my mission to finish. Mission yangu, I'm the last Templar, na mission yangu ni kuweza kumake sure kwa maana kwa hapa basi mission ambayo hapa basi matempera zaweza kuanza, mission ya kuweza hapa basi kupeana hii script kwa mara ya. Hicho ndicho kitu ambacho nataka nipe. Lakini mwanzo najua ukweli wa maneno kwa maana kwa watu wakipewa hii script, hata akina washuka vile ambavyo hapa basi wako na imani, vile ambavyo hapa basi hata wanazidi kumwombea jamaa wetu Sean Daly aweze kuamka, watu wataacha kuamini. Manzi wetu hataki hivyo. Anamfahamisha Favarai hii ukweli ni dangerous sana tena zaidi. Hii ni ukweli ambayo hapa basi ni hatari sana tena zaidi, na kwa hivyo Bill Vance tulia manzi. Bill Vance tulia. Manzi wetu kuona Bill Vance hataki kutulia kama hapa basi kuweza kurusha ile script, Bill Vance kaenda kuifuata. Bill Vance kwenda kufuata ile script, maskini wa Mungu Bill Vance. Bill Vance aliweza kugonga chini design moja na hapa basi ni mbaya sana tena zaidi. Bill Vance chini kukabaki kumeweza kujichora kama mtu design kama hiyo. Manza akaweza kutupa ile script, Bill Vance na yeye akagonga chini mbaya mbovu, akaweza kuiaga dunia. Manzi ameweza kutupa ile script mwanzo. Ile script manzi, vitu ambazo zimeandikwa era zenyewe hizo, hata wewe mtazamaji uweze kuzisoma, hauwezi ukaamini kwenye dini ya Kikristo tena. Na kwa hivyo manzi aliona imani ambayo hapa basi watu wako nayo era zenyewe hizi. Wacha watu wabaki na hiyo amani, yani watu wabaki na hiyo imani na amani. Mwanzo ili ukweli ingejulikana. Imagine watu ambao hapa basi wameishi kuamini kwenye dini, watu ambao hapa basi wameweza kudedicate maisha yote yao kwenye dini, mambo ingekuwa namna gani? Imagine hii maandishi no wonder ma Templars hawakutaka kuipeana kwa maraia mwanzo. Walijua I need you and Martin to take... hawangekuwa ready kwa ukweli wa maneno hata kidogo mwanzo. Hule ukweli ni ukweli ambao hapa basi ni hatari sana tena zaidi dogo, brother mpenzi mtazamaji. Ni ukweli ambao ni hatari sana tena zaidi ya what we labored for so long to find in the ruins of the temple.
Na ndio maana hapa basi mpaka matemperas wa nyakati za zamani waliamua kuweza kuificha ile script na ambayo ilikuwa hapa basi inaaminika kwamba na kweti hapa basi ilikuwa inaelezea ukweli wa maneno. Ile ambayo hapa basi inaaminika kwamba na kweti iliweza kuandikwa na watu ambao hapa basi wako na ukaribu sana tena zaidi na maisha mpaka ya Yesu Kristo. Unaona? Watu ambao hapa basi inaaminika kwamba na kweti hapa basi walikuwa hapa basi mpaka na ukaribu sana kwa na maisha mpaka ya Yesu Kristo. Watu ambao hapa basi wanaamini Yesu alikuwa mtu tu wa kawaida. Alikufa na kuweza hata kufufuka. Hiyo ndio maandishi ambayo hapa basi mweza kuandikwa kwenye ile script. Maandishi inaelezea day to day life activities zake Yesu Kristo na vitu nyinginezo. Sean. Alright. Manzi wetu na yeye alikuja kumfahamisha Sean manzi. Kumbuka ile usiku manzi. Never regret. Tabindu wa mke manzi, mwanzo. Nakumbuka usiku namba hapa basi tulikuwa kurupanda wa Fonsaris. Come back, Sean. Area zenyewe hizo. Niliweza kusikia vizuri sana tena zaidi kwenye ile investigation ambayo hapa basi tuliweza kufanya. Kwenye ile practical tuliweza kufanya manzi. Niliweza kubambika manzi. Sijibambika hivyo hapa basi hivi karibuni. Wacha nikwambie tu kweli kwa maneno. Lakini jamaa wetu Sean Daly, haleluya, aliweza kuamka shasha. Jamaa wetu Sean Daly aliweza kuamka manze, kampea busu design kawa ya kamfahamisha babaraye, you are back manze. Yes. Alright, manze wetu basi, manze wetu sasa Tez Cheki, no? You know how I can never thank you. Kadhalika basi wakiwa na jamaa wetu Sean Daly wakakuja basi kumweza kumshukuru huyu mzee kwa jina la When I was a child, Washuka kwa kuweza kuwa host, kwa kuweza kuwatibu, kwa kuweza kuombea kwa imani na wale ma villagers wote mpaka wale ma fishermen. Kadhalika basi na huyu Washuka wakakuja kumshukuru design kayo kama mfahamisha babaraye, kama sio wewe hatungekuwa hapa mahali ambako tulipo. Na yeye Washuka kamfahamisha manzi, endelea kuamini, have faith, kuwa na imani, na ukiweza kuwa na imani hakuna kitu ambacho hapa basi kitaweza kusindikana kwa hata kwa siku moja. Na kwa basi manzo wetu Tez Chekina alikatharika basi wakiwa na huyu Sean Daly washaweza sasa kuwa couples, washaweza hapa basi kupendana, na wakiweza kupendana lazima kama yao wakaweza hapa basi kuchomoka kurupanda watake wakakuingia sasa kurupanda wa United States of America. The Vatican Treasures Collection. It gives me even... Hapo sasa zile vitu zote na ambazo hapa basi zilikuwa zimeibiwa hapa basi na magaidi wake Bill Vance zikaweza kurudishwa kwenye ile museum ya New York. Zikarudishwa zote manzo wetu, na hapa basi wakaweza kuwasiri sai sasa. Ni watu ambao hapa basi wanapendana. Jamaa tunauliza na Kariki Vafari, bulienda wapi? busy. Jamaa tunafahamisha. Seconds. Mimi tuliweza kuenda kwenye holiday. Manzi wetu Tez Chekina akaweza kukumbuka mtoto wake alikuwa hapa basi mweza kumfahamisha akirudi tu hivi atakuwa hapa basi na mashindano ya karate. Huko ndiko mahali ambako hapa basi manzi wetu akakumbuka akajua basi wacha niende nikaweze kumtizama binti yangu, kabinti kangu, wacha niende nikakatazame manzi. Jamaa wetu washaweza kupendana na manzi wetu huyu Tez. Hawa sasa
washageuka wakawa ni watu ambao hapa basi wanapendana sana tena zaidi. Mwanzo wetu naye hapa basi akakimbia design kama hiyo kwenda kumtazama binti yake. Mwanzo binti yake halikuwa basi yani mwanzo wetu alikuwa ameweza kumpromise binti yake ataweza kukuingilia, atarudi kupanda kwa United States of America na aweze kushuhudia manzi mtoto wake akiperform kwenye zile competitions za karate. And Kamanzi ketu nako Agent Man. kana tazama sasa vile ambavyo hapa basi ukipenda yule mtoto wake anaweza hapa basi kuperforma mpaka Clive alikuja kamuuliza baba yeye iko wapi hiyo nyangao yako, ako wapi huyo jamaa anaitwa Sean Diddy na hapa basi mtaweza kuandamana na yeye hizo. true believer. Kumbuka sasa huyu Clive na yeye alikuwa hapa basi ni best yake, yani ni best yake manzo wetu Tess Chekina. How many have tried to destroy our faith with secrets unearthed from this Father kakuja kumfahamisha Barbara, unaona sasa 1,000 years? mbona watu watake kuharibu dini ya Kikristo? Dini na ambayo tumeweza kuijenga kwa mamiaka na mikaka. So, jamaa wetu akakuja kumfahamisha Father manze, haina shida. Hiyo script imeweza kutokomea na hakuna tisho tena. Manzi wetu naye hapa basi akakuja kutazama tena ambavyo hapa basi mtoto wake na perform ile zenyewe. Mtoto wake nako katoto kake manzi wetu 2 ships passing in. kanaandaria watu kuandaria chicha. See. Kamanzi kenyewe kanaandaria watu Kim Bruce Lee design kama ya bana cheza na haki kamanzi chicha. See who she takes after. Jamaa wetu naye akakuja kumfahamisha Bavarai, nilisikia kila kitu. Tulikuwa nasema practical. Ilikuwa mzuri sana. I had everything. Into my life. I haven't in a long time. You heard? Manzi wetu nashtuka, you had? Bana cheza. Anafurahia ndani kama hiyo mwanzo hapa basi binti yake na kuperform ile zenyewe. Arkadhalika basi manzi wetu Tess Chekina ashaweza kupata bwana. Shashaka kuja kumfahamisha, wewe bibi yangu sasa kutoka leo hii wewe sasa ni kedo wa mie manzi. Wakiweza kupendana zani kama hiyo hapa basi na mimi Chekina na picha retu The Last Templar. Dakika ni za mwisho. Kwa basi ni wako Mashtundia DJ Jing Movies. Asanteni sana na karibuni tena Mashtundia. Na mkumbuke hapa basi mnaweza mkapata movies zingine noma para kwenye Facebook page ya DJ Jing Movies. Muelekee pale basi ukipenda upande wa Facebook. Kuna movies zingine ambazo hapa basi ziko heri zenyewe hizo. Movie ambazo haziko hapa. Wezeni kuelekea kule kwenye Facebook page ya DJ Jing Movies. Mtaweza kupata movies zingine noma. Otherwise The Last Templar dakika ni za mwisho. Ardadi.